Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kufuatia kile ambacho kimeweza kutangazwa kutoka kwenye kamati ya saa 72. Unaelezwa kwamba mambo yamekuwa tofauti na vile ambavyo wananchi Young Africans walikuwa wakiweza kutarajia. Adhabu huenda imekuwa ni kubwa kwa wananchi kuhusu mchezaji wao golikipa Djigui Diarra kutokana na makosa ambayo yameelezwa ya kwamba yamefanyika na mchezaji huyo na kutolewa adhabu, na unaelezwa kwamba mambo yamekwenda zaidi ya vile ambavyo wananchi walikuwa wakiweza kutarajia, kwamba inaweza ikawa ni adhabu ndogo, lakini inaelezwa kwamba mambo yameongezeka zaidi. Ni mambo gani hayo ambayo yameongezeka zaidi katika adhabu ya Djigui Diarra? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea kwa sasa kunako Young Africans niko nayo hapa. Utakwenda kujuza kila kitu ambacho kimeweza kujiri katika sakata hili ambalo lilopo kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Unaambiwa ni mtafaruko kweli kweli huko ndani. La, kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans ilikuwa ikisubiri kuweza kusikia tamko linatokaje kutoka katika kamati ya saa 72 juu ya mchezaji wao pendwa, nazungumzia golikipa Djigui Diarra. Sasa unaelezwa kwamba kipa wa Yanga Djigui Diarra amepewa adhabu ya kufungiwa mechi 3 na adhabu ya faini ya shilingi milioni 4 kutokana na makosa mawili tofauti ya utovu wa nidhamu aliyoyafanya katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar wiki iliyopita kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Kwa mujibu wa adhabu zilizotolewa na kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi zilizotangazwa, Diarra ametozwa faini ya shilingi milioni 2 na kifungo cha mechi 3 kwa kosa la kumshambulia refa wa mchezo huo. Diarra pia ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonyesha ishara ya matusi mara baada ya kumaliza kwa mchezo huo. Kipa huyo amepewa adhabu hiyo kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungo cha 3 ya ligi kuu, ambayo inafafanua kwamba mchezaji yeyote atakayekutwa na hatia ya kosa la kumshambulia mwamuzi, kiongozi, mtazamaji au mtu yoyote kwa namna yoyote ile, iwe kwa matusi au kwa vitendo, atapewa adhabu ya kufungiwa michezo isiyopungua mitatu na faini isiyopungua $500,000 mpaka milioni 2. Refa wa mchezo baina ya Yanga na Mtibwa Sugar Gilbert Mlima wa Kilimanjaro ameshushwa daraja kwa kosa la kushindwa kumchukulia hatua Diarra kwa utovu wa nidhamu alioonyesha katika mchezo huo. Refa msaidizi Abdulaziz Ali wa Arusha amefungiwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa sheria ya kuotea. Wakati huo huo, Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa za maji marefa wa mchezo baina ya timu yao na Pamba Jiji. Adhabu nyingine imeenda kwa TRA United ambayo imetozwa $500,000 kwa kosa la wachezaji wake kuonyeshwa kadi 5 katika mchezo dhidi ya Young Africans. Sasa twende kutizama adhabu hizo ambazo wananchi Young Africans wamekumbana nazo. Itaenda kuathiri vipi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kukosekana kwa Diarra
kwenye kikosi chao. Adhabu kwa Diarra, ambapo kipa namba 1 wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra amekumbwa na adhabu kali kufuatia kosa alilolifanya, ambapo umeweza kushuhudia ni hiyo milioni 4 ambayo anakwenda kulipa na mechi 3, ambapo ilikuwa ni kuonesha hizo ishara. Michezo atakayokosa ni dhidi ya Tanzania Prison, dhidi ya Pamba Jiji na mchezo wa CRDB Federation Cup dhidi ya TMA. Adhabu hii inaleta mjadala mkubwa katika soka la Tanzania. Je, ni kali kupita kiasi au ni sahihi kwa kulinda heshima ya waamuzi? Kwa upande wa kiufundi, kukosekana kwa Diarra ni pengo kubwa kwa Yanga, hasa ukizingatia nafasi yake kama kipa tegemeo na kiongozi wa safu ya ulinzi, ambapo kwa sasa anakwenda kukosekana watu watatu muhimu katika ukuta ule wa Young Africans, ambapo kulikuwa kuna Job, Baka, unakuja na mkuta na Diarra. Kwa hiyo ni moja kati ya watu muhimu kabisa, lakini pia hii ni somo kwa hapa nazungumzia wachezaji wanatakiwa wawe na nidhamu ndani ya timu zao, unaona bana. Sasa kile ambacho kimeweza kujiri huko, inaelezwa kwamba mambo yamekuwa tofauti, ambapo ameandika Haji Sunday Manara kwenye kile ambacho kinachoendelea, lakini ameandika Manara anasema ya kwamba wewe ni golikipa mzuri na mkubwa sana hapa Tanzania na Afrika. Unaipenda sana Yanga na wewe ndiye unit ya magolikipa kwenye ligi yetu. Wewe ndiye role model wa magolikipa wengi nchini, wanakuiga na kujifunza mengi kupitia wewe. Ninachotaka kusema upunguze wenge na zingatia mipaka yako. Unaona bana, kamati ya uendeshaji wa ligi watakufungia na faini ambazo hazina sababu. Unaona bana. Lakini ameandika Manara apinga Diarra kuweza kuchangiwa. Unafahamu ya kwamba kumekuwepo na issue ambayo ilikuwa inaendelea kwenye kikosi cha Young Africans juu ya kuweza kumchangia Diarra ile fine ambayo amekutwa nayo kwenye kikosi cha Yanga, kwenye kikosi chao alopigwa na TFF, ambapo inaelezwa kwamba anaandika aliyekuwa afisa habari wa klabu ya Yanga Haji Manara amepingana na maamuzi ya klabu ya Yanga kumchangia mchezaji wao Djigui Diarra kiolela. Faini aliyopigwa na bodi ya ligi milioni 4 pamoja na adhabu ya kufungiwa michezo 3. Haji Manara ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, anasema kwamba Yanga it is too big, yani Yanga ni kubwa kwa hivi vitu vya kitoto. Ni level za klabu ndogo ndogo za mtaani ndio wanaweza kufanya mambo haya. Hivi hawa watu wanaijua Yanga au wanaisikia tu? Yanga Afrika ni kubwa mno kuliko hawa wenzetu wajuavyo, I say. Alafu Diarra ni image ya Yanga bana, tumchangia milioni 4 public. Pana. Na hapa ipo wapi good governance, accountability ipoje hapa? Taasisi imetoa ruhusa wananchi tuchangie na mtu binafsi? B, why kama kuna ulazima isitolewe ilipa namba ya klabu? I hope klabu yangu itakemea ubabaishaji huu haraka, otherwise kila mmoja atakuja kuchangia huku kitaa. Unaona bana. Anakumbusha ukiachana na Haji Manara, hiki wanachokifanya Yanga kwa wachezaji wao si kumlinda, bali ni kuchochea nidhamu yake mbovu, tena kwa kosa lake mwenyewe, na amegharimu klabu. Mambo kama haya huwezi kuyakuta Ulaya au hata baadhi ya nchi za Afrika. Unaona bana. Kwa hali hii ipo siku hata ukiweza kushuhudia mambo yataenda kuwa hivyo. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje, wataendelea kuchangia ama itakuwa vipi? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.